Hii ni asili ya wanawake. Huwezi unajua kila kitu, lakini jua ya kwamba wanawake hufuata thamani, sio mapenzi. Mara nyingi wanawake hufuata thamani, sio mapenzi. Wanawake mara nyingi huondoka pale ambapo hawapati tena faida yoyote kutoka kwako. Elewa maisha, ndugu yangu. Wanaume wengi wasiokuwa na ufahamu hawaelewi jambo hili. Mara nyingi hawaelewi. Ukifukuzwa kazi tu ndani ya muda mfupi, anaweza kukuacha hivi hivi live bila chenga. Ama wewe fanya unachokifanya tu kwa kutumia pesa zako ili avutiwe na wewe. Ukifirisika hata ni kwa ajili yake, ataondoka. Ukipoteza uwezo wa kumsaidia au kumhudumia, ataondoka. Hii ni asili ya wanawake. Sio hiyo tu, hata akiona mwanaume mwingine aliye bora zaidi kuliko wewe, ataondoka. Wanawake hupenda thamani, wakati wanaume hupenda mapenzi. Kwa wanawake wengi, mapenzi mara nyingi hujikita katika kile wanachoweza kunufaika nacho kutoka kwa mwanaume, si katika kile wanachoweza kumpa mwanaume. Lakini wanaume mara nyingi mapenzi hutoka kwa kile wanachoweza kukupa, kwa sababu wao ndo wanatimiza jambo la upendo, ya kuwa upendo ni uwezo. Upendo ni uwezo wa kufanya mambo kwa yule umpendaye. Upendo ni uwezo wa kumpa kila kitu na kumhudumia yule umpendaye. Lakini mbona wewe ndio unayehudumia tu? Mbona wewe ndio unafanya kila jambo? Mbona wewe ndio unathibitisha maana ya upendo? Jiangalie vyema. Hii ni asili ya wanawake. Ndio maana ninakuonya ndugu yangu, uwe makini sana unaposhughulika na wanawake. Wanawake wengi hawaelewi maisha ya mwanaume wa kawaida kifedha, yani average man. Wanawake wengi hawana huruma wanapomhukumu au kumkosoa mwanaume wa kawaida kifedha. Usipoteze mwelekeo wako ukijaribu kumpenda mwanamke kupita kiasi. Unaweza kuja kujuta ise. Usiwekeze kwenye umasikini. Ukijaribu kumvutia au kumjengea mwanamke maisha, unaweza kujuta tena. Kujuta tena na tena, na hata akatumia hadithi yako kuwafundisha kaka zake na wanaume wake wengine kuhusu nidhamu ya pesa. Linda kusudi lako dhidi yake. Linda pesa zako, linda mali zako, kwa sababu kuna watu wanaokuja kuzichukua. Eleweni hili ndugu zangu. Wanawake mara nyingi husukumwa na kile kinachoitwa hypergamy, yani hamu ya kutafuta chaguo bora zaidi, wakati wewe si chaguo lake bora tena. Uaminifu wake unapungua brother. Wanawake mara nyingi hufundishwa kuweka maslahi yao binafsi mbele na watoto wao mbele. Hili ni shirika la asili ambalo mara nyingi husababisha kuweka mahitaji yao juu ya kila kitu kingine. Ndio maana wanaume hawapaswi kupoteza mwelekeo wao kwa sababu ya wanawake. Kusudi lako, malengo yako na ndoto zako vinapaswa kuwa vya kwanza. Mwanaume mwenye kusudi ni mwanaume ambaye si rahisi kudanganywa au kutupwa hovyo. Sikiliza, jitengeneze kuwa mwanaume mwenye thamani kubwa, si kwa ajili ya wanawake, bali kwa ajili yako mwenyewe. Mafanikio yako na urithi wako ndiyo mali yako kubwa. Wanawake wanaweza kuja na kuondoka, lakini ukijijenga ndani yako, atadumu milele. Kuwa makini brother, thibiti hisia zako. Usiruhusu uzuri au mvuto wao kukupotosha ukaacha kuona nia zao halisi kwako. Chunguza nia zake. Hivi huyu anatafuta nini kwangu? Jiulize maulizo kama na hayo, kisha endelea na maisha yako. Wanawake huheshimu nguvu na mara nyingi hudharau udhaifu. Pale unapoonyesha udhaifu bila kuwa na thamani au msimamo, unafungua mlango wa kunyonywa sana. Hii si chuki, bali ni kuelewa mchezo wa maisha. Ukielewa mchezo, unaweza kuucheza vizuri zaidi. Kuwa na hekima ndugu yangu. Linda moyo wako, linda pesa zako na linda maisha yako ya baadaye. Kumbuka, kama mwanaume, hakuna mtu atakayekuja kukuokoa ama kukusaidia. Dunia haijali sana matatizo yako. Jamii mara nyingi uheshimu matokeo unayoweza kuonyesha mezani bro. Wanawake pia mara nyingi huangalia matokeo yako hayo hayo. Hiyo ndio asili ya wanawake. Wengi hawatasimama na wewe unaposhindwa. Wengi hawatawekeza katika kurudi kwako kwenye mafanikio. Kwa wanawake mara nyingi thamani yako inaonekana kupitia kile unachoweza kutoa. Elewa hili ndugu yangu, kwa sababu ujinga unaweza kukugharimu kila kitu bro. Pale unapoacha kusonga mbele, ndipo yeye huanza kutafuta mtu mwingine. Wanawake huvutiwa na nguvu, rasilimali na hadhi. Ukipoteza hivyo, unaweza kumpoteza yeye pia. Hii haimaanishi kuwa wao ni wabaya, bali ni sehemu ya tabia ya kibinadamu ambayo lazima uielewe kwanza. Chukulia maisha yako kama biashara. Usiruhusu hisia kukutawala ama kuitawala mantiki yako. Usiruhusu mapenzi ya kufanya dhaifu. Wanawake huvutiwa na nguvu, lakini pale mapenzi yanapokufanya upoteze msimamo wako, heshima inaweza kupungua pia. Acha kuwaabudu wanawake kana kwamba ni miungu.
Wanawake ni binadamu kama wewe, wenye mapungufu pia. Tofauti ni kwamba mara nyingi wanajua kuficha mapungufu yao nyuma ya uzuri na mvuto. Pale unapoanza kuwaweka juu sana kuliko unavyojiweka wewe, ndipo unapoteza mwelekeo wako. Wanawake si kusudi lako bro, kusudi lako ndilo kusudi lako. Wanawake wanapaswa kuwa nyongeza katika maisha yako, si kiini cha maisha yako bro. Linda rasilimali zako, linda akili yako, linda amani yako. Usiruhusu mtu yeyote, hasa mwanamke, kuharibu safari yako kuelekea mafanikio. Kumbuka, una maisha moja tu, na hapa duniani tunaishi mara moja. Tumia kujenga kitu chenye maana, si kukimbizana na starehe za muda mfupi au uthibitisho kutoka kwa mtu ambaye anaweza kubadilika mara tu unapokosa manufaa kwake. Wanawake wanaangalia huyu anafaa au hafai, wewe unaangalia urembo. Sawa, endelea na tabia hiyo, itakuponza mwishoni. Kuwa na hekima ndugu yangu, dunia ni kali na kila mtu anacheza nafasi yako, hivyo basi cheza yako kwa busara zaidi. Usiogope kuwa na malengo makubwa, wala usiogope kabisa kuwa na bidii katika kukua kwako. Wanawake uheshimu wanaume wanaojiweka wa kwanza, hata kama hawawezi kusema hivyo. Usiwahi kuacha maadili yako brother, malengo yako au ndoto zako kwa ajili ya mwanamke, usiviache. Kama hawezi kuendana na kusudi lako, basi hana nafasi katika maisha yako, ulijue hilo. Tumia hekima tu, utanielewa. Maana mission ya Aisha Speaker ni kumwagia ukweli ya maisha, ili kesho uache kuita trash, uanze kuitwa man. Jiunge nasi katika safari hii kwa kusubscribe Aisha Speaker YouTube channel yetu. Ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Hii ni Aisha Speaker na hapa tunaangalia ukweli ya maisha.